Tunatamaa moyoni mwetu kama washirika wa Pendo Huru Ministries kwamba hii injili itawafikia wengi ambao hawajapata kuisikia. Wengi wanaishi katika mji kama huu wa Mombasa ambapo mabiblia ziko kila mahali. Kuna wakati huu ulimwengu kupatikana na Biblia ilikuwa kifo. Ukipatikana na Biblia hiyo ni kuuawa hiyo. Na kuna mataifa ambayo kupatikana na Biblia hadi siku ya leo ni kifo. Kuhubiri Biblia ni jela. Kuhubiri Biblia ni kutandikwa viboko. Na wengine wako hapa Mombasani. Watu wako Mombasani wakati ya mali ambapo Biblia zauzwa kwa barabara pale. Waweza pata Biblia wewe kivyako enda kujisomea. Kwa hivyo maneno ya Biblia tunakuletea wewe. Biblia inatafutanga watu. Biblia ikungojei saa zingine kwa sababu hii ni maneno agent. Hii si maneno hivi. Hii ni maneno agent. Kwa hivyo kwa sababu tunakupenda wewe ambaye hujasikia maneno ya Yesu Kristo, tunakuletea. Biblia inakutafuta. Yesu anakutafuta. Alituona tumekufa hapa katika dhambi zetu, hakutuacha, alitukujia, alishuka kutoka mbinguni. Huyo Bwana wa mabwana, huyo Mungu wa miungu, huyo asifiwe na makerubi na maserafi, huyo asifiwa na malaika wote mbinguni, huyo ambaye yuko sawa na Mungu, huyo ambaye jina lake ni Yesu Kristo. Hakungojea upande hadi mbinguni. Hakukungojea upande. Kwanza alijua uwezi panda. Alishuka kwako wewe. Alichukua mwili. Na kuambia leo Mungu amezaliwa. Mungu amezaliwa. Mungu amezaliwa. Na jina lake ni Yesu Kristo. Hakuna habari nzuri kama hiyo ulimwenguni. Wakaa chini wasema Mungu anaweza zaliwa aje? Ninakuuliza, Mungu anaweza zaliwa aje? Mungu anazaliwa aje? Hata mimi sielewi Mungu anazaliwa aje. Jiulize kwa nini Mungu akachagua kuzaliwa. Jiulize kwa nini Mungu aliye juu hivyo akaamua kujishusha hivyo, akaamua kuchukua mwili, akaamua kuzaliwa kutoka tumbo la mwanamke. Kwa nini Mungu afanye kitu kama hiyo? Kwa nini Mungu ajishushe hivyo? Kwa nini Mungu ajinyenyekeze hivyo? Yani azaliwe, ako pale anabebwa, analilia titi la mama yake. Yani Mungu analilia titi, anyonyeshwe. Mungu Mwenyezi aliyeumba ulimwengu, Mungu Mwenyezi aliyeumba hizo bahari, analilia titi, anyonyeshwe, ako njaa. Mungu anawezaje fanya kitu kama hiyo? Anawezaje fanya kitu kama hiyo? Nataka ujiulize hilo swali. Na hiyo ndio injili kakaangu. Hiyo ndio injili dadangu, hiyo ndio injili mzee wangu. Mungu amezaliwa kwa sababu wewe hauwezi fanya chochote kupanda hadi pale mbinguni. Hakuna kitu unaweza fanya kupanda hadi mbinguni. Ndio maana Mungu mwenyewe badala ya kukuacha wewe upande, yeye mwenyewe akashuka. Hiyo ndio injili kakaangu. Wengine wanasema tunatambua injili, tunatambua injili. Injili ni nini? Injili ni nini? Injili ni habari nzuri. Niambie habari nzuri uko nayo wewe. Niambie habari nzuri kwa mwenye dhambi wewe. Nipe habari nzuri ambayo uko nayo. Hauna habari nzuri? Haya, yako tu ni kusema injili ni kitabu. Kitabu hicho kinasema nini? Kinasema nini hicho kiinjili chako? Wacha nikwambie injili inasema nini. Injili inasema Mungu amezaliwa. Amezaliwa kwa ajili ya wenye dhambi. Ni neema kubwa Mungu amechagua kufanya jambo kama hili. Na amehakikisha kwamba ameidhihirisha, ameifanya wazi.
ameifanya waziwazi. Ndio maana tuamrishwa tuhubiri kote kote. Hakuna mahali hatuendi kuhubiri. Tuhubiri kwa kila mtu, tuhubiri kwa kila kiumbe chini ya jua, mpate kusikia hii habari. Ameifanya kwa njia ambayo anajua roho ya binadamu utapata kujua. Kwa sababu gani? Nini amefanya? Nini Mungu amefanya? Anajua binadamu lazima ataelewa. Ameshinda kifo, amefufuka toka wafu. Mungu amezaliwa, Mungu amejitolea akafa msalabani. Mungu amekufa, Mungu amekufa. Kwanza kifo cha aibu, kwanza kifo cha mwizi. Anawezaje kufanya kitu kama hiyo? Kwa sababu wewe ndio mwizi wewe. Sababu wewe ndio mwizi, unafaa kufa hivyo. Sababu wewe ndio unafaa kifo cha aibu wewe. Wewe kakaangu unafaa kutwikwa pale msalabani. Ndio maana Mungu ameshuka, amezaliwa, amenyonya, amecheza, amekimbia, ameshirikiana na wenzake na amekufa msalabani. Hiyo yote ni Mungu amefanya. Na baada ya kufa, kifo kimejaribu kumshika, kifo kimejaribu kummeza, kifo kimejaribu kumshikilia, na kimegundua kimemeza Mungu. Kifo kimemeza Mungu. Hata kifo inashuhudia. Kifo inasema huyu mwenye nimemeza ni yule ambaye anashikilia ulimwengu, ni yule ambaye anashikilia nyota katika sehemu zake, ni yule ambaye anashikilia jua katika sehemu yake, ni yule ambaye anaambia bahari wewe songa lakini usipite hapa, ni yule ambaye anatengeneza ardhi, anaiambia unatetemeka wakati mimi ninakuambia. Na akaambia kifo wakati wako kuisha sasa. Menimeza mimi. Nifikiri kuna kitu ndani yangu ungeweza bese. Matendo ya Mitume. Wengi wanasema wanajua historia ya kanisa lakini hawajasoma hili kitabu. Mimi nakusomea wewe. Matendo ya Mitume mlango wa 17 mstari wa 29 hadi 31. Kwa kuwa sisi ni watoto wa Mungu, haitupasi kudhani kuwa uungu ni kama sanamu ya dhahabu au ya fedha au ya jiwe, mfano uliotengenezwa kwa ubunifu na ustadi wa mwanadamu. Zamani wakati wa ujinga Mungu alijifanya kama haoni, lakini sasa anawaamuru watu wote kila mahali watubu, kwa kuwa ameweka siku ambayo atahukumu ulimwengu kwa haki, akimtumia mtu aliyemchagua. Amewahakikishia watu wote mambo haya kwa kumfufua Kristo kutoka kwa wafu. Hapa Paulo anazungumza na Warumi wa town fulani inaitwa Athene. Ameenda pale Athene na amepata wale watu wa Athene wako na dini yao pale, na dini yao ni ya kuabudu masanamu. Na katika kuona wakiabudu masanamu, anasikia moyoni mwake anaugua kwa ajili ya hawa watu wanaofikiria wanamwabudu Mungu lakini hakuna Mungu wanaabudu. Kwani unafikiri kwa nini tuko hapa siku ya leo? Tunaugua moyoni mwetu kwa ajili ya wale ambao hawamjui Yesu Kristo. Tunaugua moyoni mwetu kwa ajili ambao wale hawamjui mwana wa Mungu. Tunaugua kwa ajili ya wale ambao wanafikiri wanamjua mwana wa Mungu lakini hawamjui. Ni kwa ajili ya hao ndio tumekuja hapa siku ya leo. Na Paulo anataka utambue neema ya Mungu ni kubwa katika kukuletea Injili. Injili ndio nguvu ya Mungu kuokoa watu. Injili ndio uwezo wa Mungu kuokoa watu. Si ya kuchukuliwa kimzahamzaha, si ya kuchukuliwa kihivi hivi.
Injili si kitu bure. Injili ni kipawa, na neema ya Mungu inadhihirika katika injili kuja kwako. Injili kuja kwako siku ya leo kakaangu ni neema ya Mungu. Mimi kusimama hapa mbele yako nikikutangazia kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu ni neema kwako. Mimi kusimama hapa kukutangazia kwamba Mungu amezaa na ana mwana na jina lake ni Yesu Kristo ni neema kwako. Mimi kuja kwa mbele yako siku ya leo kukutangazia kwamba Yesu Kristo ni mzaliwa wa Mungu na Mungu amezaliwa ni neema kwako. Furahia hiyo neema. Usichukulie bure, usichukulie kimzaha, usichukulie kiwepesi. Shtuka. Maneno kama haya yangetoka wapi? Maneno haya yangetoka wapi kama si mazuzu? Kama si mazuzu, na kama sisi ni mazuzu, basi yote asiwe na taabu, na sisi tutashikwa tupeleke hospitalini kesho. Lakini tuko tayari kuonekana kuwa mazuzu ili wewe upate kusikia injili ambayo ndio uwezo wa Mungu ya kuokolewa kwako. Hakuna njia nyingine utaokolewa. Hakuna njia nyingine utamjua Mungu. Hakuna njia nyingine utakuja kwa Mungu ila kwa kusikia na kuamini hii injili ambayo tunakutangazia hapa siku ya leo. Amekuja kwa kishindo huyu Mungu. Amekuja kwa njia ambayo inakulazimisha kuamka. Inakulazimisha kugundua upumbavu wako. Inakulazimisha kugundua ubatili wa njia zako. Inakufanya ugundue kwamba hakuna kitu ulikuwa unajua. Hebu wewe niambie, ulikuwa unajua kitu kama ufufuo wa wafu? Hiyo dini yako inakufunza kuhusu mtu ambaye amefufuka kutoka wafu? Unajua mtu amefufuka wewe? Unajua mtu ameshinda kifo wewe? Mimi ninajua, na jina lake ni Yesu. Naam, ni wewe ninakwambia. Unajua mtu amefufuka wewe? Unajua mtu anaamrisha bahari wewe? Unajua mtu anaamrisha magonjwa wewe? Unajua? Na kuletea habari na anaitwa Yesu Kristo. Gundua uchichi tu, hakuna kitu unajua. Gundua una kipawa chochote. Hajakuja kufanya mambo mepesi, anakuja kwa kishindo. Anakuja kwa njia ambayo yeyote ambaye yuko tayari kuangalia ukweli bila kubishana, ambaye yuko tayari kupambana na ukweli, asi ambaye yuko tayari kufurahisha babake na mamake na watoto wake na jamii yake na marafiki zake na makastoma wake. Hiyo ni ukweli ama ni kufurahisha makastoma? Si watu hufanya mambo kudanganya makastoma. Yule ambaye yuko tayari, haya wacha makastoma waende, lakini mimi ninataka kujua ukweli ni nini. Watu wamekufa kwa ajili ya ukweli. Yule ambaye aligundua kwamba dunia ni mviringo aliteseka sana kwa sababu ya hiyo ukweli. Watu walikuwa wanamtesa na waambia dunia ni mviringo, wanasema hapana, wacha upumbavu, dunia ni flat. Akasema mimi niko tayari pesa yangu ishe, niko tayari lakini ukweli uonekane. Wewe uko tayari kufanya hivyo? Ama uko tayari kufurahisha mandugu zako? Uko tayari kufurahisha madada zako? Kama uko tayari kufurahisha mandugu na madada zako na baba yako na watoto wako, hii injili haiwezi kukusaidia. Haiwezi kukusaidia. Hii injili ni ya watu wako tayari kutafuta ukweli na kuuangalia kimacho. Ako tayari kutupiliwa mbali na familia yake, lakini angalie ukweli. Ako tayari. Wewe uko tayari wewe? Ama wataka kufurahisha mwalimu wako? Haja kuja kufanya dini ya kuonekana. Dini
ya kuonekana tayari binadamu alikuwa anafanya hata kabla Yesu aje. Akija dini ya kuonekana tayari ilikuwa. Ndio maana alikemea, na kemeo zake dhidi ya dini ya kuonekana tunasemanga hadi leo, tunahubiri hadi leo. Anakemea wale watu wanaosali ili waonekane na wengine, watu wajue kwamba huyu ni mtu wa kusali. Anakemea wale watu ambao wanafunga ndio watu wajue huyu anafunganga, ndio watu wamsifu. Anakemea watu kama hao. Hajakuja kufanya dini ya kuonekana, hajakuja kufanya dini ya kusifiwa na binadamu. Hizo zilikuwa, si lazima Yesu angekuja ndio aanzishe dini ya watu kufanya kuonekana. Wengine dini yao ni ya kuonekana na anajiita Mkristo. Yeye ni kuonekana anaenda kanisa. My friend, dini ya kuonekana ilikuwa kabla Yesu akuje. Sasa Yesu alikuja ndio uendelee kuonekana na binadamu. Kuja kwa Yesu imekufaidi nini ambayo haikupatikana kama asingekuja? Asingekuja ungefaidika nini? Anakuja kufanya dini ya kujifanya, dini ya nje. Paulo anawaambia hawa Waathene, hizo nyakati zimeisha. Hizo nyakati zimeisha. Nyakati za kufunga ili watu waonekane wakusifu, waseme huyu anafunganga, hizo wakati zimeisha. Hata wakati Yesu alikuja, hawa Waisraeli walikuwa wanapiga safari. Waisraeli waliokuwa wanaishi kote walikuwa wanapiga safari, wanaenda hadi Yerusalemu at least once a year. At least once a year walikuwa wanafanya hiyo. Unaambiwa wewe Mwisraeli mwanaume, at least mara moja kwa mwaka lazima upige safari uende hadi Yerusalemu ili uabudu pale kwenye hekalu. Hiyo ilikuwa hiyo ilikuwa hata kabla Yesu aje. Hiyo ilikuwa dini za safari zilikuwa. Dini za nje zilikuwa. Dini za kuonekana zilikuwa. Dini za kupigiwa makofi zilikuwa. Watu wa kufanya matendo mema ili kuonekana walikuwa, na Yesu aliwakemea. Akawaambia, angalia huyu anatoa shilingi 100 ili watu waone. Anaifanya kwa njia ambayo umati mzima uone, wampigie makofi, waseme huyu ameongeza matendo yake mema. Hizo kile zake za matendo mema zimeongezeka. Hiyo ilikuwa. Paulo anakuambia hiyo ilikuwa. Hizi ni nyakati mpya. Yesu amekuja, nyakati ni mpya sasa. Watu wanaendelea katika mambo ambayo yalikuwa tangu kitambo. Wanakuja wanaambiwa, hii ndio njia mpya. Hii ndio njia ambayo imefunguliwa ya kweli. Alafu hiyo njia imekuwa kutoka karne na makarne. Hiyo ilikuwa. Imepewa jina mpya. Wanadamu wanapenda kupea mambo jina mpya, alafu anasema ni mpya. Anaipea jina mpya. Na ni kitu imekuwa. Hiyo ilikuwa kakaangu. Usidanganywe na yeyote, hiyo ilikuwa. Ndio maana Biblia inaikemea. Ndio maana Yesu anaikemea ilikuwa. Na aliona na akakashifu na akaidharau. Akasema hii haisaidii mtu. Hii haisaidii mtu. Kama hizo vitu zote zilikuwa, basi sasa ni wakati wa kufanya nini? Paulo anakuambia sasa kitu mpya imeingia. Katika Mungu kumfunua mzaliwa wake ambaye ni Yesu Kristo. Anaita watu kugundua upumbavu wa njia zao na kutubu na kumrudia yeye. Sasa ni wakati wa kugundua upumbavu, ubatili
wa hizo njia zote, kwamba hazisaidii mtu yeyote, utubu na urudi kwa Mungu. Ndio maana mwana wa Mungu amekuja. Ndio maana mwana wa Mungu amekuja. Kwani unafikiri amekuja kwa nini? Watu hapa wanasisitiza, lazima ufanye hivi, lazima ufanye hivi. Sasa kama hizo vitu zingetoshea, basi mbona Yesu akuje? Mbona Mungu azaliwe? Mbona Mungu akufe? Mbona Mungu azikwe? Kama mambo ingeendelea tu penye ilikuwa kitambo, mbona Mungu ashuke? Mbona Mungu auawe? Mbona Mungu akufe? Mbona Mungu asulubiwe? Kama mambo ilikuwa iendelee vile ilikuwa tu. Unaitwa kugundua upumbavu wako. Ama unafikiri kuna kitu unafanya iko na thamani ya juu zaidi ya damu ya Yesu, zaidi ya damu ya Mungu? Unasema hapana, sihitaji damu ya Mungu, wacha mimi niendelee kusali. Mimi sala zangu nitazifanya zote, sihitaji damu ya Mungu. Mimi sala zilikuwa, mimi nitafunga, nishajua siku za kufunga, nishapanga kila mwaka hazitapungua 50, na siku ambazo ni lazima kufunga kulikuwa. Kufunga kulikuwa, kutoa pesa kwa maskini ilikuwa. Mimi mpya, ni damu inayomwagika, ni damu ya Yesu. Hiyo ndio haikuwa. Ugundue dhamani ya damu iliyomwagika. Ugundue dhamani ya damu iliyomwagika. Useme kufunga kwangu ni bure, useme kusali kwangu ni bure, useme safari zangu kwenda Yerusalemu ni bure. Nahitaji hiyo damu, Nipe damu ya Yesu. Chukua, achana matendo yangu mema yote ni bure. Wachana na kazi zangu zote ni bure. Wachana na biashara zangu. Wachana na yote. Mimi nipe hiyo damu. Yesu anataka ugundue mila na desturi unazofuata ni mambo ya kiulimwengu tu. Ni mambo ya kiulimwengu tu, na msingi wake ni tamaa zako. Msingi wake ni tamaa zako. Unataka kuonekana, unataka kusifiwa, unataka kupigiwa makofi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Tumesema hiyo yote ilikuwa. Hata kuitwa kwenda kusali ilikuwa pia. Ombi ya barabarani. Hiyo ilikuwa na inaendelea kwa Wayahudi hadi siku ya leo. Si jambo jipya. Si jambo jipya. Ninakuuliza tena siku ya leo. Kuja kwa Yesu Kristo kumegeuza maisha yako kivipi? Wafikiri mwana wa Mungu ameshuka bure? Yesu Kristo anataka utambue mila na desturi zako. Hii ni unayofuata. Kama si kuamini hii damu ya Yesu Kristo, msingi wake ni tamaa zako, dhambi na uovu. Ni njia batilifu, ni njia isiyoleta amani ya kweli. Ama nini hiyo unaona ni bora kuliko damu ya Yesu? Nini hiyo unaona ni bora kuliko damu ya Yesu? Nini hiyo unaona ni mzuri sana kuliko damu ya mwana wa Mungu? Nini? Naomba kaka, fungua macho. Nini inaweza kuwa bora kuliko damu ya Mungu? Nini? Mwenyezi Mungu anapojitoa kama nabii safi ili wewe upate kukubalika. Mungu aseme nataka kukubali wewe. Ni wewe nakutaka wewe. Nataka kukubali ndani ya damu ya mwana wangu Yesu Kristo. Nini unaona ni bora kuliko hiyo? Useme hiyo ni mingi sana. Wacha nikupe kitu poa. Wacha nikupe kufunga. Mimi Mungu ujue naweza funga style nyingine wewe. Naweza funga style nyingine hapo ushtuke. Mimi nataka uone vile mimi naweza funga. Mungu wachana damu ya mwana wako. Wachana hiyo. Wacha nikwambie uone venye mimi naweza piga masafari. Nataka uone venye ninaweza fanya matendo mazuri. Ngoja uone venye ninaweza toa tai. Ngoja uone Mungu. Hiyo ndio mimi naweza fanya. Mimi sitaki Yesu, nataka unikubali kwa sababu ya matendo nitafanya. Nitafanya hadi upendezeke. Nini unaona ni bora kuliko damu ya Yesu? Nini unaona ni bora? Nini unaleta kwa Mungu? Unaona damu ya Yesu matambara hayo. Wacha nikwambie Mungu kitu iko sawa. Mimi vile ninaweza funga mimi. Wachana na hiyo damu ya mwana wake hiyo, mimi sitaki maneno hayo. Wacha nikwambie Mungu, hata wewe hujui kitu. Wacha nikufunze Mungu wangu. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wacha nikufunze wewe. Najua uliumba ulimwengu. Najua hekima yako ni yote. Hekima yote ni yako. Najua ulitengeneza mabahari. Najua unajua jina ya kila nyota. Najua unajua hiyo yote. Najua ni kwa hekima yako ndio ulimuumba binadamu. Najua vile ambavyo binadamu yuko ni kazi ya mikono yako, na urembo wote wa ulimwengu ninaoona ni kazi yako, na hakuna hekima inayozidi yako. Lakini wacha nikwambie Mungu wangu, mimi ninaweza kufunza kitu na kufurahisha. Nikufunga kwangu nitakufurahisha. I will impress you God. I will impress you. Shut up and listen to God. Anakuambia leo hakuna njia nyingine. Ni mwana wangu nimemtuma hapo kwa ajili yako. Amen. Ni mwana wangu nimemtuma. Amen. Kwa sababu hakuna kitu unaweza fanya. Kuja kwangu sema Mungu uliye juu, hakuna chochote ninaweza fanya. Kazi zangu zote ni bure. Kufunga kwangu kote ni bure. Matendo yangu yote mema ni bure. Nikubali ewe Mungu wangu kwa sababu ya damu ya Yesu. Amen. Mimi ni muovu kupindukia. Hata ninapotenda matendo mema, dhambi yangu inaichafua. Hata ninapotenda matendo mema, bado majivuno yangu yako pale. Bado kiburi changu kiko pale. Bado kutaka kuonekana iko pale. Bado
tamaa ya kusifiwa na binadamu iko pale. Hata matendo yangu mbele yako ambayo binadamu wanasema ni mazuri, matendo yangu bado ni machafu mbele yako. Hakuna chochote ninachoweza kufanya. Nikubali kwa sababu ya Yesu. Nikubali kwa sababu ya damu ya Yesu. بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم. Huu mwito unakuja kwako, sikukufanya uendelee katika tamaa zako za dhambi. Inakufanya ujue wewe ni mwenye dhambi. Inakufanya ujue hakuna kitu unaweza fanya. Inakufanya ujue unahitaji neema. Inakufanya ujue unahitaji rehema. Inakufanya ujue unahitaji Mungu akujifunue kwako. Hiyo mambo yote ilikuwa hii mambo si mpya. Hii mambo si mpya, ilikuwa. Na wale ambao wanasisitiza kubaki katika hayo maneno ni kwa sababu hayo maneno yanatumikia tamaa zao. Ndio maana hataki kutoka hapo. Anagundua huyu ni Mungu wa tamaa zangu. Huyu ni Mungu wa mimi kusifiwa. Huyu ni Mungu wa kukodol my ego. Huyu ni Mungu wa kukodol my pride. Kwa hivyo huyu ndio Mungu ninapenda. Wewe ni Mungu gani huyo? Wewe ni Mungu wapi huyo? Wewe ni Mungu wapi huyo nakuuliza wewe? Unakataa kuona urembo wa Mungu. Unakataa kuona urembo wa utakatifu wake. Unakataa kuona urembo wa uzuri wake. Katika wewe na uovu wako, akasema sitamwacha huyu afe. Wacha ni mtume mwana wangu wa pekee afe ili yeye asipate kufa. Hauoni urembo wa Mungu wewe? Hauoni haikumlazimu kufanya jambo kama hilo? Hauoni hakuna ile ambaye angeweza kumlazimisha kufanya kitu kama hiyo? Hauoni hadithi kama hiyo binadamu hangeweza tengeneza? Hauoni? Ama fikiri tumetengeneza, tumekaa chini, tumekuwa story writers. Mimi sina kitabu kakaangu. Mimi sina novel. Paulo anataka ujue wakati wa hayo mambo imepita. Yesu Kristo amehubiriwa mbele yako. Wakati wako wa kukuja kwa Mungu na hizo njia zako, mila zako, desturi zako, dini zako, hizo zote wakati wake umekwisha. Hata anaambia hawa watu wa Atheni, hawa watu wa Atheni wanaoambiwa si ati hawana dini. Si ati hawana dini, dini wako nayo. Paulo anakuja anawaambia wakati wa hiyo dini yenu imefanya nini? Imeisha. Kwa sababu gani? Mungu awaletea Yesu. Paulo anawaambia hao Watheni wako na dini. Wakati wa hiyo dini imeisha. Wakati wenu wa kufanya hiyo mambo imeisha. Sasa ni wakati wa kutubu na kumkubali Yesu Kristo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Wakati wa watu kufanya masanamu kutoka zawadi za Mungu, wanaabudu zawadi za Mungu, wanaabudu neema zake badala ya kumwabudu yeye, hiyo imeisha. Na wengine wanaendelea kufanya hiyo na wanajiita Wakristo. Wako pale kanisani, wanaabudu pesa, wanaabudu kusifiwa, wanajiita Wakristo. Kakangu, wakati wa kuabudu pesa umeisha. Lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا. Wakati wa kuabudu kujamiana imeisha. Nataka ugundue hizo mila zako, hizo desturi zako zimejengwa ili zitumikie tamaa zako. Wengine wanafunzwa unaweza kuwa na bibi sijui milioni 10, hiyo ni sawa. Hiyo ni sawa, haina shida.
Kwanza hata unaweza acha huyu mmoja uchukue mwingine, ama unaweza chukua mmoja uachane na yeye jioni. Hiyo yote iko sawa, ni halali hiyo yote. Haoni inatumikia tu tamaa yako ya kujamiiana, haoni umefunga macho. Unasema hapana, ni jambo nzuri, unazaa watoto wengi, watoto wanakuwa na mandugu kutoka kakangu. Hiyo ndio maana ulifanya kwa sababu ya watoto, ama ulifanya kwa sababu unataka kuwa na wanawake wengi? Si ni tamaa yako unatumikia? Wakati wa kutumikia tamaa zako imeisha completely. Wanasema ni halali watoto wa miaka 12 kupeanwa kwa ndoa, waozwe kwa sababu wamekuwa wanawake. Inakuwa ni nzuri, ati ndio sasa wasiharibike, wakue wafunzwe ndoa wakiwa miaka 12. Hawani inatumikia tamaa mbaya ya watu waliooza. Wakati wa kubaka watoto wadogo imeisha. Amen. Wakati wa kubaka watoto wadogo imeisha. Wengine wanasema penda ndugu yako, lakini huyu ambaye tuko dini moja, sisi ni ndugu zaidi. Kwa hivyo tunaweza bagua hao wengine, ndio tukue sisi kwa sisi. Kitu ambacho kinazaliwa ni nini? Ni mapendo kwa binadamu wengine? La hasha. Ambacho kinazaliwa ni chuki, dharau, ubaguzi dhidi ya wale wote ambao hawako kama yeye. Chuki, dharau, ubaguzi kwa wale wasio na rangi kama yake, kwa wale ambao hawako kwa dini kama yake. Na hiyo yote imetoka wapi? Kwa dini yake, kwa mila na desturi zake. Kaka yangu Paulo anakuambia wakati ya mifumo na desturi na dini za ubaguzi umeisha. Wengine hata wanatumia dini zao, mila zao, desturi zao kutetea ukatili. Wanasema hao ni makafiri hao. Wakafiri wanaweza uliwa, waambiwe wakiri, wasipokiri wauliwe. Wakati wa ukatili umeisha. Paulo anakuambia wakati wa ukatili umeisha. Sasa Yesu Kristo amekuja. Anataka utambue ukatili wako, anataka utambue ubakaji wako, anataka ugundue ubaguzi wako, anataka ugundue ufisadi wako. Wengine wanafanya ufisadi na ni kupitia mila na desturi zao, mila na desturi na dini. Nako pale ako sawa, hata naweza sema unaweza fanya hivi kwa ajili ya ndugu yako, huyo ni ndugu yako, inaeleweka. Wakati wa ufisadi umeisha. Yesu amekuja. Tubu hiyo ufisadi yako, tubu hiyo ubakaji yako, tubu hiyo ukatili wako, kuua watu, kusema ati hiyo ndio Mungu anataka. Tubu hiyo uongo yako, tubu. Kubali ni uongo, kubali ni tamaa zako. Watu wako pale wanasema wanamwabudu Mungu, lakini ukiwaangalia ni tamaa ya damu, ni tamaa ya damu, tamaa ya kuua. Tamaa ya kuua ndio imewajaa. Halafu wanasema Mungu asifiwe. Huwa huyo kwa jina la Mungu. Tamaa ya damu. Wakati wa damu kumwaga imeisha. Paulo anakuambia wakati ya kutesa wanawake, kutesa mabibi zenu imeisha. Na kusema ni dini na nikubali kutesa wanawake wangu, aje tangu lini? Imeisha. Paulo anasema sababu Yesu Kristo amekuja. Na amekuja na amekufa na amefufuka na anarudi kuhukumu. Anarudi kuhukumu. Aliyekufa ndiye hakimu, aliyeuawa ndiye hakimu.
jifiche chini ya bawa lake, jifiche chini ya bawa lake, jifiche chini ya bawa la huyu hakimu, jifiche chini ya bawa ya huyu hakimu. Namtundika hapa mbele yako siku ya leo, namweka mbele yako hapa siku ya leo, ukamuone na ukamwamini, na jina lake ni Yesu. Yesu Kristo anakuita leo. Achana na hizo njia, achana nazo, achana. Ameimulika, ameionyesha kwa kukufa msalabani. Katika kufa kwake msalabani anasema hizo njia zote zingine bure, hizo njia zote zingine bure, hizo njia zote zingine bure. Mimi pekee, mimi na mimi pekee ndio njia na ukweli na uzima. Mimi na mimi pekee ndio nuru ya ulimwengu. Mimi na mimi pekee. Yesu Kristo anakuhakikishia hiyo siku ya leo. Mpokee kakaangu, mpokee dadangu, mpokee mzee wangu, mpokee mama yangu, vijana wenzangu, mpokee. Nawahimiza, ningeweza hata kuamuru hiyo roho yako, ningeiamuru, ningeiambia hiyo roho yako na kuamuru siku ya leo, muamini Yesu. Ningeweza kumwaga machozi, ningelia hapa. Hata ninaomba Mungu aniguse niwalie hapa siku ya leo, mpate kumwamini Yesu, mpate kuona kile ambacho kimetuleta hapa ni huzuni, kwa sababu ya wote ambao hawamjui Yesu na wanaishi katika njia batili, njia mbovu, njia uovu, njia za uongo, njia hazisaidii. Hiyo wakati imeisha kakaangu. Sasa ni wakati wa kumwamini Yesu, na usipomwamini ugundue hukumu yako iko waziwazi. Sio mimi ninaweka hapo, iko hapo tu waziwazi. Ameifunua kwa kufa msalabani, ameifunua. Mimi namfanya Mungu akufe. Mwamini Yesu leo. Nakusihi ndugu yangu, usipuuze neno la Roho Mtakatifu ambalo analiweka ndani ya roho yako. Natambua Roho Mtakatifu amesonga mbele yetu. Natambua katika kuhubiriwa hili neno, Roho Mtakatifu yozungumza na mtu kupitia hili neno hapa. Na sija kuona na sija kujua, lakini ninatambua ambaye mishale yake inaposonga, hakika kuna yule ambaye imemdunga, hakika kuna yule ambaye imempata, hakika kuna yule ambaye amefunuliwa jicho na akasema hakika Roho haudanganyi. Hizi njia ni njia batilifu, hizi njia ni njia za uongo, na wakati wao umekwisha. Asante kwa kunifunua. Nifanyeje sasa mimi muovu? Tubu na mwamini Yesu. Hata wewe. Mwenyezi Mungu wa milele, asante sana kwa neno lako. Asante sana kwa kazi ambayo umetuchagua kufanya kulingana na mapenzi yako kwa jamii. Mungu wangu, tumekuambia na tunasema tena kwamba tunatambua kwamba hii ni bahari ya Shamu inayosimama mbele yetu ikitutazama, na hakuna chochote na hakuna lolote tunalofanya kulifunua, kulipapanua kwa Mungu isipokuwa ambao umetukubarisha, ambao ni kunyosha mkono wetu na fimbo ambayo umeweka mikononi mwetu, ambayo ni neno lako Mungu wangu.
juu ya hii bahari ya Shamu, na ninanyosha hii fimbo mbele yao Mungu wangu, ninainyosha jinsi ambavyo umekuamrisha Mungu wangu. Mungu Baba, bahari hii sasa ifunuliwe kwa utukufu wa jina lako. Na kushukuru Mungu wangu na nakutukuza. Jina lako litukuzwe leo na hata milele. Naomba haya yote katika jina tukufu la Yesu Kristo, aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.